Sabri Zamil Al-Mindhiri, elimu kwa dalili. Sasa katika wakati uliokuwa nao kuna viherehere wengi sana kwa majina ya ushekhe au harakati, wanaparamia mambo ya wasomi kuyasema au mambo ya kusemwa na tulabul ilm, wanazungumza wao na tulabul ilm wamenyamaza. Minasaba kama hii ya watu waliojitokeza wenye kuleta kauli tata zenye ukakasi za kuhatarisha amani, mishikamano na usalama wetu, zinazungumzwa na watu wajinga tu, lakini watu wa haki katika misikiti yao, katika darasa zao kimya. Sio sawa. Ni lazima watu wachukue nafasi zao, bali wakati mwingine pana watu wanasimama kuleta shubuhati katika ahlul bid'ah wal dhalal min alhizbiyin wal harakiyin, mahizbi wana harakati mbalimbali, watu wenye malengo yao. Wako mashekhi wa harakati, mnawajua nyinyi, mashekhi wa siasa, wanatumia vinara vya kisiasa, wakati mwingine wanatumia vinara vya misikiti kubabaisha waislamu kwamba waingie katika njia hizo. Mashekhi hawa lazima wajibiwe, ukipata munasaba uwagonge, kwa sababu ndio watu watafahamu. Na hapa ninayakumbuka maneno ya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala aliposema kwenye Majmu'ul Fatawa, mfano maneno yake: wakadhalika ahlul ahwa'i wal bid'i min ahli المقالات المخالفة للكتاب والسنة أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة، فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق الأمة أو يمكوجا باتفاق المسلمين. شيخ الإسلام ابن تيمية anazungumzia wale vinara katika wasomi wa bid'a, watu waliokuwa mbele katika wazushi, watu ambao wana mazungumzo mbalimbali yenye kwenda kinyume na kitabu na sunna, au wanazifanya ibada zenye kwenda kinyume na kitabu na sunna. Sheikhul Islam rahimahullahu ta'ala anasema fa inna bayana halihim, hakika kuibainisha hali yao watu kama hawa wenye kupindisha mambo ya haki, wa tahdhira al-ummati minhum, na kutahadharisha umma kutokana na watu hawa, wajibun biittifaqi almuslimin, hilo ni jambo la wajibu kwa maafikiano ya waislamu, lazima watu wabainishwe. Kwa hivyo ndugu zangu, haya maneno yamewagusa watu wengi, lakini bil khususi sisi walimu tuna sehemu yetu, tulabul ilm, tutumie nafasi zetu ipasavyo. Na mimi nawaambia watu wa haki wakitumia nafasi zao, watu wa batil watatafuta mahali pa kwenda, kwa sababu kwanza wao huzungumzwa kwa misukumo fulani, ima ya kimasilahi au ya kutafuta nafasi. Hawana pumzi ndefu ya mapambano. Ukishawapotezea mwelekeo tu, wakiona kwamba litakuwa lao haliwi, huwa wanatoweka. Watu wa haki hawana malengo mengine zaidi ya kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo mapambano yao ni endelevu. Mimi naamini kwa maneno haya mimbari za ahli sunna wal jamaa zitakuwa haya, lakini hazitakuwa za moto kwa ujinga, zitakuwa za moto kwa haki. Maneno yazungumzwe kwa viwango vyake, kwa dalili, na kila neno liwekwe mahala pake. Tuchunge ndimi zetu tunapowazungumzisha watawala, watu wenye nafasi, au tunapowazungumzisha watu wajinga wasiojua mambo ambao wametatizwa. Na pia ndimi zetu ziwe tofauti tunapowazungumza wale muanidin, watu wakaidi ambao wana malengo maalum katika jambo lao. Ndimi zetu zitofautiane kwenye wote hawa, na hiyo ndiyo hikma, na ndio kuyaweka mambo mahala pake.